Kwenye maisha wakati mwingine tuko na marafiki ama wewe unaishi maisha ambayo unataka kuangalia wenzako wanafanya nini, ndio wewe pia ukaweze kufanya jinsi wenzako wanafanya. Unasahau kwamba wale watu ambao unatazama, unataka kuishi maisha yako ifanane na yao. Unasahau kwamba inaweza kuwa ni wakati yao ya mafuno. Walipanda mwanzo, sasa ni wakati yao ya mafuno. Ndio maana maisha yao iko juu yako. Ndio maana wanaishi maisha ambayo inakupendeza wewe mwenyewe. Inaishi maisha ambayo inafurahisha kila mtu. Na wewe labda wakati uko sahihi ni wakati wako wa kupanda. Sasa maisha ya watu isifanye ukakula mbegu yako kwa sababu unataka kufurahisha nchi yote ama dunia yote, kwa sababu hati kwamba wewe pia unafurahia maisha. Hapana, ipo siku utakuja kulia na utakuja kushaka, kwa sababu utakuwa umekula mbegu yako ambayo labda ungeipanda, Mungu angekupea maisha mazuri. Maana wakati mwingine Mungu anakupea vitu mikononi mwetu kwa sababu Mungu anataka tuvitumie kama mbegu kwenye maisha yetu. Ndio wakati tutaanza kuvuna, hata sisi tutafurahia maisha. Na wakati ya kupanda si wakati wa raha. Wakati ya kupanda si wakati wa kusherehekea. Unaamka asubuhi, unatia bidii, unaenda shambani, unapanda, unapalilia, unatumia, unanunua mbegu, mbolea, na ipo wakati utaanza kuvuna, hautakumbuka ile uchungu ama mateso ambayo ulipitia, maana Mungu atakuwa amepanguza machozi yako. Sasa maisha ya watu yasifanye wewe ukala mbegu yako kwa sababu unataka kufurahisha watu, hata wewe unaishi vizuri. Jifunze kuvumilia na ujifunze kuishi kwa wakati wako, maana haya maisha tunayoishi ni maisha tunayoishi kwa nyakati. Iko wakati wa kupanda na ipo wakati wa kuvuna. Vile vile iko wakati wa kulia na iko wakati wa kusherehekea. Sasa hivi unaweza kuwa uko wakati wa kulia, lakini usife moyo, maana wakati yako ya kusherehekea na wakati wa furaha unakuja. Sasa usikuwe na wasiwasi, ila usifuate maisha ya watu ikafanye ukala mbegu yako, ila vumilia, uwe mwaminifu kwako wewe mwenyewe na kwa watu wapendao, na ukuwe mwaminifu kwa Mungu, na Mungu atabariki mbegu yako. Na wakati yako ya kuvuna inapofika, wewe pia utafurahia na maisha yako itakuwa ya kupendeza machoni pa Mungu na machoni pa wanadamu. Barikiwa.